Bunge News, mikutano ya wabunge, maendeleo majimboni na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi hii. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema na kuniwezesha kusimama hapa mbele ya bunge lako tukufu kuchangia hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyoitoa siku ya tarehe 14 mwezi wa 11 2025 wakati akihutubia bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa chama changu pendwa, Chama cha Mapinduzi, chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Waliweza kuniamini na kuniona natosha na kuniteua kuwakilisha na kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Msoma mjini. Mheshimiwa Spika, haikuwa rahisi sana. Kama unavyojua, huko tunakotoka sisi mkoa wa Mara ni kanda maalum, na jimbo la Msoma mjini tangu uhuru ndio kwa mara ya kwanza wameweza kumchagua mbunge mwenye jinsia ya kike ambaye ni mimi nimesimama hapa. Na tangu uhuru pia tumeandika historia kwa kumchagua rais mwanamke, mwanamama mahiri, hodari na shupavu, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa ushindi wa kishindo wa 97%. Wengi wanashangaa kwa nini 97%. Aliyoyafanya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa Tanzania hii, kwa mkoa wa Mara na kwa jimbo langu la Msoma mjini, alistahili kupata hata 100%. Mheshimiwa Spika, napenda niwashukuru wananchi wa jimbo la Msoma mjini kwa kuonyesha kuwa wanawake tunaweza, na Msoma inaenda kubadilika chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan wa muhula huu wa pili, na mimi mwakilishi wao Mgore Miraji Kigera. Natoa pongezi nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais kwa ushindi wa kishindo, yeye na makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi. Nampongeza Mheshimiwa Rais kwa kuchagua baraza la mawaziri ambalo ni baraza lenye weledi mkubwa. Baraza hilo likiongozwa na Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Mawaziri hawa wameonyesha ni namna gani wanaenda kukimbizana na kasi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kufuatia hotuba yake ya tarehe 14 mwezi wa 11, naomba nijikite katika utekelezaji wa majukumu makubwa ambayo amepanga kuyafanya kwa Watanzania, hasa wa jimbo la Msoma mjini. Katika uwekezaji ameelekeza ataenda kuhakikisha kongani za viwanda zinaongezeka Tanzania hii, kama ilivyo Kwala, ilivyo Buzwagi pamoja na Bagamoyo. Katika swala hili ni muombe ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, naibu waziri alifika Msoma na akafika katika kiwanda cha Mutex, na pale tayari mwekezaji ameisha patikana na yuko katika makubaliano na serikali ili aweze kuja kuwekeza na wananchi wa jimbo la Msoma mjini waweze kupata fursa za ajira na uchumi uweze kufunguka. Mimi kama mbunge wa jimbo hilo ninamuomba naibu waziri wa uwekezaji kwa kushirikiana na waziri mkuu, mwekezaji huyu aweze kupewa eneo la ekari 11.75 ambapo ndipo kuna kiwanda tu, na nafasi inayobaki ya ekari 13 waweze kuweka viwanda vidogo vidogo na fursa za ajira ziweze kuongezeka kwa wananchi wa jimbo la Msoma mjini. Kwani kwa kutoa eneo lote kwa mwekezaji mmoja itakuwa ni changamoto kama iliyokuwa hapo nyuma. Kwani kiwanda hiki toka mwaka 94 kilivyoweza kupewa mwekezaji, wawekezaji wawili aina tofauti wameshindwa kufanya vizuri, na hivyo kufanya wananchi wa Msoma mjini wasiweze kupata fursa ya ajira pamoja na uchumi katika jimbo letu. Mheshimiwa Spika, napenda katika hotuba hii ya Mheshimiwa Rais niongelee pia swala la uwekezaji katika sekta nzima ya uchukuzi. Katika sekta ya uchukuzi nimpongeze Mheshimiwa Rais, ameweza kuleta fedha bilioni 35 ya kuweza kujenga uwanja wa ndege wa Msoma. Na leo naibu waziri wa uchukuzi
amethibitisha mbele ya bunge lako tukufu mwezi Machi wanaenda kufanya first flight katika kutesti uwanja huo. Hivyo nampongeza sana Mheshimiwa Rais na namshukuru kwa kutujalia watu wa Musoma kuweza kupata uwanja wa ndege. Katika sekta ya uchukuzi, Mheshimiwa Rais anaenda kujenga reli ya kutoka Tanga Arusha mpaka Musoma ya kilomita 1108. Reli hii inaenda kufungua fursa ya uchumi na ajira katika jimbo la Musoma mjini. Wananchi wa Musoma mjini wameteseka kwa muda mrefu, lakini kwa kupitia Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na haya mambo anaenda kuyafanya kwa kupitia hotuba yake, tabasamu la kweli linaenda kupatikana katika jimbo la Musoma mjini. Na katika sekta hii ya uchukuzi, niendelee kumuomba Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi awasisitize TRC. Kuna hoteli ya Musoma Hoteli, na juzi Naibu Waziri wa Mipango na Uchukuzi na Uwekezaji alikuwa pale, alishuhudia hoteli ya Musoma Hoteli na mwekezaji ameshapatikana na wanatarajia kufunga mkataba ifikapo Juni ili aweze kuwekeza kwenye hoteli hiyo na iwe hoteli ya nyota 5. Ninaomba Waziri wa Uchukuzi uweze kutusaidia kupitia TRC na hoteli hii iweze kufanya kazi vizuri. Niende kwenye sekta ya uvuvi. Mheshimiwa Rais amegusa wavuvi wa kufuga samaki kwa kupitia vizimba. Sisi Musoma tunategemea ziwa, na sasa hivi ziwa samaki wengi wamepotea. Tunategemea vizimba ili tuweze kupata samaki na vijana wetu waweze kupata fursa ya ajira. Katika hotuba Mheshimiwa Rais ameongelea kusaidia upatikanaji wa chakula cha samaki, kwani ndio imekuwa changamoto katika jimbo la Musoma mjini kwa wafugaji wa samaki kupitia vizimba. Nimuombe Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi aweze kulisimamia hili ili wananchi wa Musoma mjini waweze kunufaika. Naomba niende kugusa katika sekta binafsi ambapo ni mikopo. Mikopo hii halmashauri ya 10%. Naomba kunukuu hotuba ya Mheshimiwa Rais katika ukurasa wa 16. Fedha hizi ni za mikopo na sio msaada, ni mbegu na sio mavuno, na ni mtaji na sio ruzuku. Nimuombe Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI aweze kutusaidia katika hili. Halmashauri nyingi wamekuwa fedha hizi hawafanyi kama ambavyo ni matarajio ya Mheshimiwa Rais. Na katika jimbo langu halmashauri ya manispaa ya Musoma, watu walikopeshwa fedha milioni 543 na mpaka sasa fedha hizo hazijarejeshwa na inasemekana waliokopeshwa wajulikani. Sasa kama waliokopeshwa wajulikani, fedha hizo zilitokaje? Ni kuombe Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI ukishirikiana na mkurugenzi wa manispaa ya Musoma muweke jicho kwenye fedha hizi ziweze kurudishwa na waweze kukopeshwa kina mama na vijana na watu wenye mahitaji maalumu. Fedha hizi milioni 543 zitaenda kwa vikundi vya watu 10 takriban vikundi 110. Ni kuombe sana Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, oya na kausha damu inatesa maisha ya wanawake wa Musoma mjini. Tuombe watu wakopeshe watu ambao wana vigezo na zisiwe fedha za kutoka kwa kupendelea. Kwa kumalizia, napenda nimpongeze Mheshimiwa Rais kwa kuanza kutoa tabasamu kwa wananchi wa Musoma mjini, kwani katika ujenzi wa hospitali ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere ambayo iliweza kusimama kwa takribani miaka 30 amekuja kuikamilisha na hospitali hiyo inatoa huduma zilizo bora. Asante Mheshimiwa Mgore, asante sana. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za bunge. Bunge News.